Je, umeona jambo linalovunja moyo hivi karibuni? Pengine wajukuu wako hawakukumbatii tena kama walivyokuwa wakifanya zamani. Pengine umeona umbali fulani usio wa kawaida, hatua ndogo ya kurudi nyuma unapokaribia kumkumbatia mtu unayempenda. Hili ni moja ya mambo ya kibinafsi sana ambayo hakuna anayetaka kuyazungumzia. Lakini ukimya huu unafanya iwe chungu zaidi. Na hapa ndipo inakuwa mbaya zaidi na kuvunja moyo. Unaweza kuwa unaoga kila siku, pengine hata mara 2 kwa siku kwa sababu ya joto la hapa kwetu. Unatumia sabuni za gharama kubwa sana unazoweza kununua sokoni. Unapaka mafuta na marashi kwa umakini mkubwa sana, lakini bado kuna harufu fulani inayoendelea kubaki mwilini ambayo hikatai kuondoka. Na sehemu mbaya zaidi, unaanza kuamini kuwa ni kosa lako. Unaanza kujilaumu. Lakini vipi nikikwambia kwamba umekuwa ukipigana vita isiyo sahihi wakati wote huu? Vipi ikiwa tatizo sio mara ngapi unaoga, bali ni wapi unaosha na kikemikali gani kimetawala ngozi yako? Sayansi ya tiba ya wazee imegundua chanzo halisi cha harufu ya mwili inayoambatana na uzee, na 99% ya watu hupuuza kabisa eneo hili wakati wa kuoga. Kabla sijafichua siri hii ya kitabibu ambayo itabadilisha maisha yako, tafadhali bonyeza kitufe cha kupenda na ujiandikishe kwenye channel hii. Kufanya hivi kunasaidia ushauri huu muhimu wa kitabibu kuwafikia wazee wengi zaidi ambao wanateseka kimya kimya kila siku. Umesubscribe? Vizuri sana. Sasa sikiliza kwa makini sana, kwa sababu kile nitakachokueleza baada ya muda mfupi kitabadilisha mabayo jinsi unavyojitunza. Acha kupoteza pesa zako. Fikiria kiasi cha pesa ambacho umetumia hadi sasa ukinunua vipodozi, sabuni za kemikali na marashi makali ukijaribu kuficha harufu hii. Pesa hizo zote zinapotea bure. Zinapotea bure kabisa. Ukiendelea hivi, utamaliza akiba yako ya uzeeni kwa kununua vitu ambavyo havifanyi kazi. Lakini ukifuata ushauri wangu wa leo, sio tu kwamba utaokoa pesa zako kwa ajili ya matumizi muhimu ya baadaye, bali pia utajenga mustakabali wa afya yako ya kisaikolojia na kimwili. Utaondoa msongo wa mawazo ambao ni hatari kwa afya ya moyo wako. Matibabu ya magonjwa ya msongo wa mawazo ni ghali sana, lakini maarifa haya yatakuokoa na gharama hizo za hospitali hapo baadaye. Utarudisha ukaribu na familia yako na mahusiano yako yatastawi tena katika miaka ijayo bila wasiwasi. Hebu nikushirikishe jambo linaloumiza moyo wangu kama daktari. Hivi karibuni nilizungumza na mwanamke mmoja wa makamu mwenye umri wa 70 na kitu. Alikuja kliniki kwangu machozi yakimtiririka. Kile alichoniambia bado kinanisumbua hadi leo. Alieleza jinsi mjukuu wake mdogo, ambaye zamani alikuwa akikimbilia kumpakata bila kusita, sasa anasita kabla ya kumpa kumbatio. Siku moja alasiri, mwanamke huyu alimsikia mjukuu wake akimnong'oneza mama yake, akimuuliza kwa nini bibi ananuka tofauti. Unaweza kufikiria jinsi hiyo ilivyokuwa inaumiza, inachoma hadi ndani ya moyo. Mwanamke huyu ni mmoja wa watu wasafi sana utakaowahi kuwakuta. Anaoga kwa umakini kila asubuhi na maji safi na sabuni nzuri. Lakini licha ya jitihada hizi zote, kuna harufu fulani, harufu ya kizee inayobaki. Sio harufu kali ya kutisha, lakini inahisika. Inabadilisha jinsi watu wanavyoingiliana naye. Aliniambia alianza kuepuka mikusanyiko ya familia. Anakaa mbali kidogo na watu msikitini na kanisani, hata ameacha kwenda kwenye vikao vya jamii kwa sababu ya wasiwasi wa kujiuliza ikiwa wengine wanaweza kumsikia. Mwanamke mwenye nguvu na upendo anajitenga polepole na dunia. Anajitenga kwa sababu ya kitu asichokielewa na asichoweza kukirekebisha. Je, umewahi kujikuta katika hali kama hii? Umewahi kuhisi watu wanakukwepa au kujiweka mbali nawe na ukashindwa kuelewa sababu ya msingi? Niandikie kwenye maoni hapa chini. Nataka kusikia kutoka kwa watu wenye uelewa, tuone ni wangapi wamepitia changamoto hii ya kimya. Ni muhimu tujadili mambo haya wazi wazi. Hili ni janga kubwa, na hadithi yake siyo ya pekee. Mamilioni ya watu wazima wanaishi na mateso haya ya kimya kimya. Wanajaribu kila sabuni, wanasugua miili yao hadi ngozi inakuwa nyekundu, na bado tatizo linaendelea. Mzigo wa kihisia ni mkubwa sana.
Unaharibu kujiamini na kujenga kuta kati yako na watu unaowapenda zaidi. Lakini leo nataka uelewe jambo muhimu sana. Hili halitokei kwa sababu unafanya kitu kibaya. Hujashindwa kwenye usafi wako. Wewe sio mzembe. Hujawa mchafu. Kwa sababu kile unachokipitia ni mchakato wa asili kabisa wa kibiolojia ambao hauna uhusiano wowote na jinsi ulivyo msafi. Kwa miaka miwili, jamii imeendeleza uongo mkali sana na usio na ukweli. Tumeambiwa kwamba harufu ya mwili kwa wazee ni dalili ya usafi doneo, kwamba wazee hawaogi vizuri au mara kwa mara. Uongo huu umesababisha maumivu na aibu isiyopimwa. Umelaumu watu tayari ambao wanafanya kila kitu kwa usahihi. Fikiria uharibifu wa kisaikolojia unaotokana na hili. Unapooga vizuri lakini harufu bado iko, unafuata kauli gani? Unaanza kufikiria kuna kitu kibaya na wewe. Unajiuliza ikiwa unapoteza uwezo wa kujitunza. Unakuwa na wasiwasi unapokuwa karibu na watu. Kukumbatiana kwa muda mfupi kuna kufanya ujiulize maswali mengi. Watoto wako watu wazima wakipiga hatua nyuma, unaona, unahisi na unajiuliza ikiwa unakuwa mzigo kwao. Mzunguko huu wa aibu unakufanya ukwepe mabasi ya umma, ukwepe mikusanyiko na kukataa mialiko, ukifikiri unawafanyia wengine hisani kwa kukaa mbali. Ninahitaji uelewe jambo hili sasa hivi. Jitihada zako zote, sabuni zote zile zenye povu jingi, hazifanyi kazi. Lakini sio kwa sababu unafanya vibaya, hazifanyi kazi kwa sababu unashambulia tatizo lisilo sahihi na zana zilizokosewa. Ni kama kuzima moto wa mafuta kwa kutumia maji. Sio tu kwamba haifanyi kazi, bali inaweza kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Unasafisha juu ya ngozi wakati ishu halisi ni mchakato wa kikemikali unaotokea ndani zaidi, na sabuni za kawaida haziwezi kuugusa. Sasa, kwa kuwa sisi sote hapa ni watu wazima na waelewa, tunaotafuta maarifa na ukweli wa kisayansi kuboresha afya zetu na maisha yetu ya baadaye, na kukumbusha tena kujiunga na jamii hii yenye akili kwa kusubscribe. Tunazungumza mambo ya msingi ambayo yanagusa maisha yetu ya kila siku, mambo ambayo madaktari wengi hawana muda wa kukaa na kukueleza kwa kina. Tukiungana hapa, tutashinda changamoto hizi zinazoletwa na uzee. Wacha niweke wazi ukweli wa kisayansi nyuma ya tatizo hili, kwa sababu ni pale tu utakapoelewa chanzo halisi ndipo utaweza kupata suluhisho la kudumu. Chanzo kikuu cha harufu hii sio uchafu. Fikiria nini kinatokea unapokata tunda kama ndizi au embe na kuliacha wazi mezani. Baada ya dakika chache linaanza kubadilika rangi na kuwa jeusi. Huo ni mchakato wa oksidi. Hewa inachanganyikana na misombo kwenye tunda na kubadilisha rangi na hata harufu yake. Kitu kinachofanana sana na hicho kinatokea kwenye ngozi yako unapozidi kuzeeka. Ngozi yako ina safu ya ulinzi wa mafuta asilia. Unapokuwa kijana, mwili wako una ulinzi thabiti wa asilia wa kuzuia mafuta haya yasiharibiwe na hewa. Ni kama lile embe kuwa na ngao isiyoonekana. Lakini kuanzia umri wa miaka 40, mabadiliko makubwa mawili huanza kutokea. Kwanza, mabadiliko ya homoni hubadilisha muundo wa mafuta kwenye ngozi yako. Pili, na hili ndilo la hatari zaidi, uwezo wa asilia wa mwili wako wa kulinda mafuta haya unaanza kupungua kwa kasi. Ngao yako ya ulinzi inadhoofika. Matokeo yake ni kwamba mafuta yaliyo kwenye ngozi yako yanakuwa hatarini kuharibiwa yanapokutana na hewa. Mchakato huu wa oksidi unatengeneza kemikali mpya. Na kemikali hii kuu ambayo wanasayansi wamegundua kama chanzo cha asilimia kubwa ya harufu ya uzee inaitwa nonenol. Nonenol. Kemikali hii ina harufu ya kipekee sana. Sio harufu ya jasho, haina uhusiano wowote na bakteria wa kwapani. Ndio maana marashi na sabuni za kawaida zile unazozinunua kwa bei mbaya madukani hazifanyi kazi dhidi yake. Zimetengenezwa kupambana na bakteria, sio kupunguza kemikali hii iliyozaliwa kutokana na hewa na mafuta. Sasa, hapa kuna sehemu muhimu sana inayoeleza kwa nini kuoga kwako kawaida hakuja kuwa kukisaidia. Kemikali hii ya nonenol inapenda sana mafuta. Inayeyuka kwenye mafuta na kuganda hapo. Haiyeyuki kwenye maji. Fikiria umepata mafuta mazito ya gari mikononi mwako. Je, unaweza kuyaosha kwa maji pekee? Hapana, maji yatapita tu juu yake bila msaada wowote. Kanuni hii inatumika kwa 100% kwa harufu ya nonenol kwa sababu inashikamana na safu ya mafuta kwenye ngozi yako, inanaswa hapo. Unapooga kawaida unaosha uchafu ya juu na jasho, lakini huondoi kemikali hii yenye kunata, inabaki kining'inya kwenye ngozi yako.
na hili linafanya mambo kuwa ya kukatisha tamaa zaidi. Kwa sababu kemikali hii inashikamana sana na mafuta, inahamia kwa urahisi kwenye vitambaa. Inaingia kwenye mashuka yako, ngozi zako za kulalia na kiti chako unachokipenda. Ndio maana wakati mwingine harufu inaonekana kubaki chumbani hata wakati hakuna mtu. Hufikirii vibaya, ni kemia inafanya kazi yake mbele ya macho yako. Mchakato huu wote ni wa asilia 100. Hauna uhusiano wowote na kuwa msafi au mchafu. Ni matokeo tu ya kuzeeka, kama vile nywele kuwa nyeupe au ngozi kusinyaa. Na kuelewa hili, kuelewa sayansi hii, ndiyo hatua ya kwanza ya kujikomboa wewe mwenyewe kutoka kwenye hisia za hatia na aibu. Hujafanya kosa lolote. Kuna ukweli mwingine muhimu sana ambao lazima uujue leo. Tunapozeeka, uwezo wetu wa kunusa hupungua kwa asili. Hii inamaanisha pengine huwezi kusikia harufu hii kwa nguvu kama vijana wanavyoisikia, kama watoto wako au wajukuu zako. Hali hii inajenga mazingira ya maumivu sana. Wewe huoni tatizo, lakini wengine wanaliona. Na wengi wanaogopa kukuambia ili wasikuumize. Sio kwamba unakuwa mkali au hujali, ni mabadiliko ya kawaida ya kibiolojia. Kwa hivyo, hebu tujumuishe kile tulichojifunza hadi sasa, kwa sababu kuelewa hili kutakuokoa mamilioni ya pesa za matibabu hapo baadaye. Harufu hii haisababishwi na usafi duni, inasababishwa na kemikali inayoitwa nonenal. Kemikali hii inatengenezwa kupitia mchakato wa asili wa oxidation wa mafuta ya ngozi, mchakato ambao huongezeka kwa kasi kadri umri unavyosonga. Na kwa sababu haiyeyuki kwenye maji, kuoga kwako kwa kawaida hata mara 3 kwa siku hakiiondoi. Ukielewa hili na kutumia mbinu nitakayokupa, utaepuka kununua marashi ghali ya kuficha harufu. Utaepuka magonjwa ya ngozi yanayoweza kutokea kwa kusugua ngozi yako kwa nguvu sana na sabuni kali za kemikali ambazo zinaharibu afya yako. Matibabu ya ngozi kwa wazee ni ghali sana. Zahanati na hospitali zinatoza pesa nyingi sana kwa matatizo ya ngozi. Okoa pesa hizo sasa hivi kwa kufanya maamuzi sahihi kiasili. Afya yako ya baadaye inategemea unavyotunza ngozi yako leo. Je, ni mara ngapi umenunua sabuni mpya au perfume ya gharama ukidhani itatatua tatizo la harufu, halafu ikaambulia patupu na kuishia kupoteza pesa zako? Tuambie kwenye maoni hapo chini, tushirikiane uzoefu wetu. Hapa tuko kujifunza pamoja kama watu wazima waelewa. Ikiwa tatizo ni kemikali ya mafuta iliyokwama kwenye ngozi yako, swali sio nioge vipi mara nyingi zaidi, bali nioge vipi kikatati ili kuiondoa. Na hii inatuleta kwenye ufunuo mkubwa. Kuna eneo maalum kwenye mwili wako ambapo kemikali hii hujikusanya kwa kiasi kikubwa kuliko mahali popote palipo. Kwa miaka mingi tumezingatia maeneo ya wazi ya harufu ya mwili, kwa pani, miguuni, sehemu za siri. Ndiyo, lazima uoshe maeneo hayo, lakini kemikali hii ina maficho yake inayoyapenda sana. Fikiria hili kwa muda. Wapi una mkusanyiko mkubwa zaidi wa tezi za mafuta kwenye ngozi yako? Watu wengi wangegisia usoni. Na hiyo ni kweli kiasi. Lakini eneo moja lenye msongamano mkubwa wa tezi hizi, eneo ambalo pia ni gumu kufikiwa na mara nyingi hupuuzwa wakati wa kuoga, ni mgongo wako wa juu na kisogo chako. Ndiyo, umesikia sahihi. Kanda inayoanzia chini ya thubla kichwa chako kushuka katikati ya mabega yako hadi katikati ya mgongo wako. Hapo ndipo kikao kikuu cha uzalishaji na mrundukano wa kemikali hii mbaya ya mafuta. Wacha nieleze kwa nini eneo hili ni sumbufu sana kwetu. Kwanza, lina tezi nyingi za mafuta. Mafuta mengi maana yake mali ghali zaidi ya kutengeneza harufu. Pili, ni gumu kufikiwa. Kuwa mkweli, unapokuwa bafuni, unasugua vipi mgongo wako wa juu? Watu wengi hupitisha sabuni kwenye mabega na kuruhusu povu litiririke na chini. Kufikia katikati ya mabega yako kwa mikono ni changamoto kubwa. Ikiwa una ugumu wowote wa viungo au maumivu ya mabega ambayo ni ya kawaida sana tunapozeeka, kazi inakuwa ngumu zaidi. Tatu, kuna mrundukano wa kimya. Tofauti na makwapa ambapo harufu ya jasho ni kali na haraka, ujenzi kwenye mgongo wako ni wa pole pole na wasiri. Siku baada ya siku, kemikali inajikusanya kwenye safu ya mafuta ambayo haisafishwi kabisa na kutengeneza hifadhi kubwa ya harufu inayoshikamana na mwili. 4, kuna mawasiliano ya mara kwa mara. Fikiria jinsi unavyolala usiku. Shingo yako na mgongo wako vimeshinikizwa kwenye mto wako na mashuka kwa saa 8 kila usiku. Hili sio tu linahamisha harufu kwenye kitanda chako, lakini pia hutengeneza mazingira ya joto yanayochochea uzalishaji zaidi. Kitu hicho kinafanyika kwa kiti chako sebuleni au mashaki unayoyavaa.
Sasa, wakati mgongo na shingo ndio maeneo motomoto, sio pekee. Nyuma ya masikio yako ni eneo la kila siku linalosahulika. Ni mkunjo mdogo ambapo mafuta, seli za ngozi zilizokufa na mabaki ya sabuni hujikusanya. Inakuwa kiota cha kutengeneza harufu. Kichwa chako pia kina tenzi nyingi za mafuta. Kifua chako, hasa kwa wanaume, kinaweza kuwa na mafuta mengi sana. Mikunjo yoyote ya ngozi, iwe chini ya matiti au mikunjo ya tumboni, popote ngozi inagusa ngozi bila hewa ya kutosha, inakuwa mahali pema kwa kemikali hii kujenga himaya yake. Unaona picha sasa? Umekuwa ukipigana upande mbaya. Wakati umelenga makwapa yako tu kwa nguvu zote, kemikali ilikuwa imeweka kambi kwa starehe kwenye mgongo na shingo yako, ikikuwa na nguvu kwa kila oga la juu. Kujua tatizo linajificha wapi kunabadilisha kila kitu. Sasa sio juu ya kuoga mara nyingi, ni juu ya kuoga kwa mkakati. Ni juu ya kuelekeza nguvu zako kwenye maeneo ambayo ni ya msingi kweli. Ni wakati wa kuchukua hatua. Sahau ahadi tupu za wafanyabiashara. Suluhisho ninalokaribia kushiriki linatokana na science tupu na mantiki. Hili sio tu ushauri wa kuoga vizuri, huu ni mkakati maalum, mfumo ambao utabadilisha jinsi ngozi yako inavyohisi na utakulinda wewe na afya baadaye. Utafurahia uzee wako ukiwa msafi na mwenye kujiamini bila kutumia gharama kubwa za dawa. Kuna hatua rahisi lakini zenye nguvu sana unazopaswa kufuata. Hatua ya kwanza inahusisha kupata zana sahihi. Kabla hujafungulia maji, hakikisha una silaha zako tayari. Wacha tuanze na sabuni. Hapa ndipo watu wengi hufanya kosa lao la kwanza kubwa. Sabuni zenye manukato makali sana au zile za kuua bakteria hazijaundua kwa tatizo hili. Tunahitaji kitu ambacho kinapambana na oksidesi na kusaidia kuvunja mafuta. Una chaguzi bora kadhaa ambazo zinapatikana kwa urahisi hapa barani. Sabuni zenye asili ya limao au machanju ni mbadala mzuri sana. Sabuni zilizo na mafuta muhimu ya limao zinasaidia kukata mafuta na zimejaa vioksidizi asilia kama vitamin C. Sabuni za majani ya tai au mshumuheri hufanya kazi vile vile. Majani ya tai ni maarufu kwa kupambana na vioksidesi na itasaidia kulinda ngozi yako. Jambo muhimu ni kwamba sabuni unayotumia isikaushe ngozi yako kupita kiasi. Sasa kwa kifaa chako cha kusafishia. Mikono yako pekee haitafika lile eneo la siri mgongoni. Unahitaji msaada. Brashi ya kuogea na mpini mrefu au dodoki refu la kiasilia ndiyo silaha yako kuu. Inapaswa kuwa imara kiasi kuondoa kwa upele safu hiyo ya mafuta na seli zilizokufa, lakini isikwaruze ngozi yako. Kwa kifua chako na nyuma ya masikio, tumia taulo dogo lenye mkwaruzo kiasi au dodoki la kawaida ambalo linafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Hatua ya pili ni kurekebisha joto la maji yako. Hili ni muhimu sana. Tunapenda sana maji ya moto, hasa asubuhi kukiwa na ubaridi, lakini kwa ngozi yako na kwa tatizo hili ni kosa kubwa. Maji ya moto sana huondoa kiziwizi cha mafuta ya kinga lako la ngozi. Mwili wako unajibu vipi? Unazalisha mafuta mengi zaidi kuhumisha kile ulichoondoa kwa nguvu ya maji ya moto. Kwa muda mrefu, hili linakupa maligazi mengi zaidi kuzalisha ile kemikali yenye harufu. Epuka hili na utaokoa ngozi yako isizeeke mahara na kupata magonjwa yanayosababishwa na ukavu wa ngozi. Joto linalofaa ni la uvugumvu, la kustarehe, lakini sio moto kiasi cha kufanya ngozi yako kuwa nyekundu. Uvugumvu unatosha kabisa kuyeyusha mafuta kwa msaada wa sabuni bila kuumiza seli zako za asili. Hatua ya tatu ni mbinu ya kulenga unaposafisha. Hili ndiyo sumaki na siri kuu ya itifaki hii. Sio kuhusisha kutumia saa mzima bafuni ukijichosha bila sababu. Hapana. Ni kuhusu kuelekeza nguvu zako kwa usahihi na kwa akili. Anza kuoga kama unavyofanya kawaida. Loanisha mwili wako wote kwa maji yako ya uvuguvugu. Kisha anzisha mashambulizi kwenye lile eneo la siri. Chukua ile brush yako yenye mpini mrefu, iloweshe vizuri na weka kiasi kikubwa cha sabuni yako maalum. Iwe ni ile ya sabuni ya asili ya limao, machungwa au majani ya chai. Sasa zingatia, anzia kwenye kisogo chako, nyuma ya shingo na usugue kwa miondoko ya duara, pole pole lakini kwa uthabiti. Shukia chini mgongoni mwako ukisafisha kikamilifu eneo lile la katikati ya mabega yako. Miondoko ya duara inasaidia kunyanyua seli zilizokufa na kuvunja ule ukuta wa mafuta bila kukwaruza ngozi yako. Chukua muda wako. Tumia angalau dakika 1 au 2 kwa eneo hili pekee. Fikiria kwamba unasafisha na kuondoa ile safu isiyoonekana ya mafuta yanayonuka. Baada ya mgongo, tumia brashi kwenye kifua chako kwa uangalifu. Kisha chukua dodoki lako, ongeza sabuni na usafishe vizuri sana nyuma ya kila sikio. Usisahau mikunjo yote ya ngozi.
Popote ngozi inakutana na ngozi na hakuna mzunguko wa hewa, hapo ni lazima usafishe kwa makini sana. Hatua ya 4 ni kuosha kwa maji na kukausha kwa umakini mkubwa. Sikiliza kwa makini hapa. Kuosha vizuri hakuna maana yoyote ikiwa utaacha mabaki ya sabuni mwilini. Osha mwili wako kwa maji mengi, hakikisha hakuna povu au sabuni inayobaki, hasa mgongoni na kwenye mikunjo. Kuacha sabuni husababisha muwasho, na muwasho huu unaweza kusababisha vidonda, na vidonda hivi vitakugharimu pesa nyingi sana hospitalini kwa matibabu ya ngozi. Okoa pesa zako kwa kujimwagia maji ya kutosha na kusafisha kila eneo. Kukausha ni muhimu vivyo hivyo. Tumia taulo safi, gumu kiasi na kavu. Usijipige tu kijuujuu ukidhani umemaliza. Kausha kabisa. Zingatia sana mgongo wako, nyuma ya masikio yako na mikunjo yote ya ngozi. Unyevunyevu ni adui mkubwa. Unyevunyevu unakaribisha fungus na bakteria wabaya, na matibabu ya magonjwa haya ni mzigo mwingine wa kiuchumi usio wa lazima kwako uzeeni. Jiepushe na gharama hizo sasa hivi. Hatua ya 5 ni kulainisha ngozi kwa akili. Baada ya kusafisha na kukausha, unahitaji kulainisha ili ngozi yako isikauke na kuanza kuzalisha mafuta mengi zaidi kwa hofu ya ukavu. Lakini tutafanya hivi kwa ujanja. Chagua mafuta mepesi ya mwili yenye vizuia oksidi. Tafuta mafuta au losheni zenye viungo kama vitamini E au vitamini C. Kwa kupaka mafuta haya, unaimarisha ulinzi wa ngozi yako dhidi ya mchakato wa oksidi kutwa nzima. Ni kama kuweka ile ngao isiyoonekana ya ulinzi tuliyozungumza awali. Paka mwili mzima, lakini hakikisha unafunika vizuri mgongo wako, kifua chako na shingoni. Fanya usafi huu wa kina angalau mara 3 hadi mara 4 kwa wiki. Siku nyingine, oga tu kawaida. Sikiliza ngozi yako. Ikiwa inahisi kuwasha, punguza mzunguko huo. Itifaki hii sio ngumu, ni ya kikakati. Inachukua nafasi ya kutumia nguvu nyingi na kuweka akili zaidi. Kwa kufuata hatua hizi, huvunji tu mzunguko wa uzalishaji wa ile kemikali yenye harufu, bali unaondoa chanzo kenyewe. Lakini hatuishii bafuni. Ikiwa tunataka kuhakikisha ushindi wa kudumu na kuokoa afya zetu na mifuko yetu kwa miaka ijayo, lazima tuimarishe mchakato huu na tabia chache rahisi sana. Fikiria bafu kama shambulio lako kuu na tabia hizi kama kuta zako za ulinzi. Kwanza kabisa, shughulikia nguo na mashuta yako. Kama tulivyoona, kemikali hii inashikamana sana na vitambaa na nguo. Hakuna haja ya kutoka bafuni ukiwa msafi kabisa, halafu unajifuta na taulo lenye harufu au unavaa nguo zinazonuka tayari. Osha taulo, mashuta na nguo za kulala mara kwa mara. Ongeza kikombe kimoja cha siki nyeupe, ndiyo siki ya kawaida tu inayouzwa kwa bei rahisi madukani, kwenye maji ya mwisho ya kusulia nguo zako. Siki ni kiondoa harufu cha ajabu sana. Usijali, harufu ya siki hupotea kabisa nguo zinapokauka. Na kwa nguo zenye harufu kali, ongeza nusu kikombe cha magadi soda. Vitu hivi ni vya bei rahisi sana ukilinganisha na sabuni za gharama, na vitakuokoa na aibu. Anika nguo na mashuka yako nje kwenye jua kali. Mwanga wa jua la Afrika ni dawa kubwa sana ya asili ya kuua vijidudu na kuondoa harufu, na ni bure kabisa. Pili, pigana kutoka ndani kwa lishe yenye vizuia oksidi. Ikiwa tatizo ni oksidi, suluhisho ni vizuia oksidi, na kuvila ni kwa nguvu zaidi kuliko kuvipaka. Lishe bora inaimarisha kinga yako kutoka ndani na kuzuia magonjwa mengi ya uzeeni ambayo yangemaliza akiba yako ya pesa na kukufanya tegemezi. Kula matunda na mboga za rangi mbalimbali. Kula mchicha, sukuma wiki, karoti, maboga, maembe na machungwa yaliyojaa vitamin C. Ongeza mafuta yenye afya, karanga, mbegu na mafuta ya mazaituni ikiwa unaweza kuyapata. Kunywa chai ya rangi, chai ya majani asilia, angalau kikombe kimoja au viwili kila siku. Chai hii ni nafuu sana, lakini ina utajiri mkubwa wa kulinda seli zako. Wakati huo huo, punguza vyakula vinavyochochea uharibifu wa seli, vyakula vilivyosindikwa sana viwandani, vyakula vya kukaanga kwa mafuta mengi sana, sukari nyingi na nyama zilizosindikwa. Hivi vyakula vinakuharakishia uzee na kukukaribishia magonjwa ya moyo na kisukari ambayo yatakuwa janga kubwa la kifedha na kiafya kwako baadaye. Tuko pamoja mpaka hapa katika safari hii ya kujenga afya zetu.
Je, ni mbinu hipi kati ya hizi zote niliyokueleza unaenda kuianza leo hii katika ratiba yako? Ni lile dodoki lenye mpini mrefu, ni kunywa maji zaidi, au ni kutumia sabuni ya asili? Niandikia kwenye maoni hapo chini, tuendeleze mjadala huu wa watu wazima na wenye kujitambua, kwa sababu maarifa haya yanafanya kazi sana na yanabadilisha maisha. Leo tumefanya safari muhimu sana pamoja. Tulianza na hadithi yenye maumivu makali, hadithi ya aibu na kujitenganisha ambayo labda ilisikika inafanana sana na maisha yako au ya mtu unayemjua. Tumevunja ule uongo mkatili na wakijinga kwamba harufu ya mwili kwa wazee inasababishwa na uchafu. Natumai nimekuweka huru kabisa kutoka kwenye huo mzigo mzito uliokuwa unakutesa. Tumegundua yule adui wa kibiolojia na kwa nini anang'ang'ania sana mwilini. Tumeficha ile eneo la siri, mgongo wa juu, shingo na nyuma ya masikio. Na jambo la muhimu zaidi, nimekupa suluhisho lililo wazi, la vitendo, lisilohitaji utajiri na linalotegemea sayansi tupu. Mstrateji utakaorudisha udhibiti mikononi mwako, sio kupitia miujiza ya uongo, bali kwa maarifa thabiti. Uzee ni sehemu ya asilia, ya heshima na nzuri sana ya maisha yetu. Haipaswi kwemwe kuwa mchakato wa kupoteza hadhi yako katika jamii, kupoteza ujasiri wako wa kusimama mbele za watu, au kupoteza akiba yako ya pesa hospitali kwa kutojua jambo dogo kama hili. Usiruhusu mchakato mdogo wa kikemikali kwenye ngozi ukuibie furaha yako. Furaha ya kuwakumbatia wajukuu zako bila hofu, furaha ya kucheka na marafiki zako mkiwa mmekaa karibu, au furaha ya kujisikia huru katika ngozi yako mwenyewe. Wewe una uwezo wa kudhibiti hili kabisa. Suluhisho liko mikononi mwako leo na ni la bei nafuu na la kiasili. Huna haja ya kuona aibu tena hata siku moja. Sayansi iko upande wako na sasa una mpango kazi wa uhakika. Ikiwa taarifa hii ina thamani kwako, ikiwa unaamini inaweza kubadilisha maisha yako, kuokoa afya yako ya baadaye, au kumsaidia mtu mwingine anayeteseka kimya kimya na kujitenga na jamii, tafadhali mshirikishe maarifa haya. Fikiria juu ya mtu huyo, rafiki yako, ndugu yako, jirani yako ambaye maarifa haya yatamuondolea mzigo huo mzito wa kisaikolojia. Kitendo kidogo cha kushare video hii kinaweza kubadilisha maisha ya mtu mwingine, kurudisha kujiamini kwake na kumsaidia kuungana tena na wapendwa wake. Ni wakati wa kurudisha yale makumbatio yaliyopotea kwa muda mrefu, kurejesha zile mikusanyiko ya familia iliyojaa kicheka na ukaribu uliokosekana. Ni wakati wako wa kujisikia wewe kikamilifu, kwa afya njema na kwa ujasiri mkubwa kila unapotembea.